Mtazamaji wa Maximum TV, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa kabisa cha Sad Moment kupitia Maximum TV, kipindi ambacho jukumu letu kubwa ni kuwaleta watu wenye mazingira magumu tofauti ili mradi tu waweze kupata msaada kwenye yale magumu ambayo wanapitia kila siku. Leo hii kwenye mrejesho wetu huu tumekuletea huyu mama ambaye anasumbuliwa na maradhi ya watoto wake. Mama ambaye amekaa kwa muda mrefu sana Muhimbili pale hospitali ya Taifa kwa ajili tu ya kuwapambania watoto wake uhai. Mama ambaye mpaka sasa hivi hapa anasumbuliwa na watoto wake, ingawa watoto wenyewe wajanja sana, yani viu mmoja anapitia mguu mwingine kule, lakini hajawahi kukata tamaa, yuko na watoto wake kwa ajili ya kuwapambania maisha yao. Kwenye mrejesho huo leo tunataka tumzungumzie huyu mtoto mdogo wa kike ambaye cha kwanza tumpe kile ambacho watu wamejichanga na kuamua kuweza kutupa ili aanzie huyu mtoto huduma. Lakini kabla ya hapo nataka tu nikukumbushe kwamba huyu mtoto ana miaka 6, lakini toka alipokuwa na miaka 3 alikuwa anaingia siku zake za hedhi. Yani alikuwa anaingia period kwa lugha rahisi. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, kwa sababu ni mtoto mdogo, mama alibakia anashangaa na alisema kwamba yalikuwa yakimtoka mabonge ya damu. Na wakati mwingineo hedhi inaweza ikaja hata mara 2 mpaka 3, si ndio? Kwa hiyo kwa namna hiyo imekuwa ni tatizo kubwa sana, na huyu mtoto amekuwa ni wa kuongezewa damu machupa mangapi, 3 mpaka 6 saa zingine, si ndio? Kwa hiyo kwa namna hiyo unakuta anaongezewa damu sana na nini. Kwa hiyo ikamlazimu sasa aweze kumleta hospitalini ajue namna gani ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo leo hii sasa tupo naye hapa. Kuna habari mpya ambayo kidogo ni ya kusikitisha kutoka kwao, kwa sababu sasa hivi hawana pa kuelekea, hawana cha kufanya kwa sababu wameambiwa warudi nyumbani. Twende tukasikilize moja kwa moja kwa sababu gani wameambiwa warudi nyumbani. Endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV. Habari? Habari ni nzuri. Mzima? Mzima. Pole kwa matatizo. Asante. Zatoka majuzi? Zatoka juzi. Ni nzuri. Wewe na watoto wako? Ni nzuri. Mlifika salama siku zile, maana watu ambao hapo siku usiku? Tulifika salama. Hamjazinguliwa pale? Hamna. Ilikuwaje ulipofika? Nilipofika tu nilienda kuripoti ofisini kwamba nimerudi. Wakasema haya, nenda kakae udini. Sawa. Tuambie sasa, tupe taarifa mpya. Baada ya kuondoka, si ndio? Leo hii ulinipigia simu kaniambia kwamba kuna baadhi ya mabadiliko yamebadilika. Tusimulie nini kinachoendelea hospitalini toka siku zile mpaka leo hii. Kinachoendelea hospitali, nilitakiwa huyu binti aanze kufanyiwa operation siku ya Jumatano. Lakini baada ya hapo amesema damu yake ni ndogo, ipo 8. Na wanahitaji kiwango chake kifike damu ya 13 au 14 ndio aweze kufanya operation. Baada ya hapo nikaambiwa nirudi nyumbani, nirudi baada ya mwezi aweze kufanyiwa upasuaji. Nimejitahidi kuambia kwamba sina pa kwenda, sina ndugu. Hata nikitoka hapa hospitali naenda kulala stesheni mpaka siku ya Alhamisi watakapoandaa usafiri wa treni ambapo mimi nitafute, lakini siku hizi zote nalala pale stesheni. Kwa hiyo kwa taarifa ambayo nawapa watu, maana yake ni kwamba hata ukiruhusiwa leo pa kwenda nyumbani kwako huko Kigoma, hauwezi kwenda, itakulazimu uende kalale stesheni mpaka siku ya Alhamisi. Itanilazimu nilale pale stesheni mpaka ifike siku ya Alhamisi. Ndio tukate usafiri wa treni ambao tunatakiwa kupanda siku ya Jumamosi usiku na kwenda Kigoma. Leo ni juma ngapi? Leo Jumatatu. Kwa maana lazima ukae siku 3 zote. Lazima nikae pale na lala pale na wanangu mpaka nisubiri hiyo siku ya Alhamisi. Isha kutokea hata siku moja ukalala station? Ilishanitokea. Kuna kipindi wananiruhusu, wananiambia baada ya wiki 2 nirudi. Na mimi nikiangalia sina pa kwenda, naomba nalala pale mpaka hiyo wiki 2 natimia, narudi tena Muhimbili. Ndio maisha yangu ambayo wakanatengeneza hivyo, naomba pale wananisitiri na wanangu. Mbona hatari? Ila kwa sasa leo nimeambiwa kabla hatujaenda nyumbani, natakiwa mtoto huyu hakika afanye kipimo cha CT scan saa 10 jioni. Ambacho natakiwa tuache amefanya, ila tukirudi tu anafika nafanywa operation. Kwa pale hospitalini swala la matembele ni gumu pale kulipata, mboga zile mtoto ongezeke damu haraka. Swala la pale ni ngumu. Kama una ndugu hivi ndio anakuletea. Unaambia naombeni nikae, nina ndugu ambaye atakuwa ananiletea chakula na niletea matembele. Na nimeshauriwa kuna viazi pia ninunue vya kusaga kwenye blender vinaitwa Beautiful.
na kiazi hicho nimeambiwa kimoja 2,000. Umenunua vingapi sasa? Sijanunua hata kimoja, nimeambiwa vinauzwa Kariakoo. Na kitu gani ambacho umenunua sasa kingine? Baada ya hapo tu nimeweza kununua pempasi ambazo huyo anatumia mpaka leo. Umenunua ngapi? Nilinunua bunda. Bunda zima ziko 40 ngapi? Zipo 42. Kwa hiyo ndo anatumia? Ndio natumia. Nikanunua mafuta ya kupaka, nikanunulia na mswaki, walikuwa hawana mswaki, nikanunua dawa mswaki na sabuni ya kuogea. Ulikalika hela? Ile hela ulionisaidia. Kwa sasa hivi hapa hadi maisha yanarudi tena nyuma. Kwa hiyo umekwambia baada ya mwezi urudi tena hospitalini kwa ajili ya operation? Nimeambiwa baada ya mwezi nirudi kwa ajili ya operation. Wanaanza na operation ya mtoto wa kike. Na ulisema kwamba mtoto wako aliongezewa damu lakini damu haiongezeki tu. Ameongezewa safari hii chupa 3 lakini damu haiongezeki. Kwa pale pale wakipima. Aliongezewa akiwa na damu ya 5, sasa hivi imefika 8. Sasa imeongezeka hiyo? Wanadai lakini hiyo damu ni ndogo kwa operation ambayo anaenda kufanywa yeye. Yeye akiongezewa tuna damu nyingine? Sijawauliza kwa sababu wenyewe wamenishauri tu nikatumie hivyo kwa sababu damu yake inaongezeka kidogo kidogo na wenyewe muda waliochukua kumfanyia operation ni wa haraka. Kwa nimeambiwa nikatengeneze juisi ya matembele na hivyo viazi vinaitwa beautiful. Na mboga tu nampa ambazo zina mafuta ili ziwahi kuongeza. Hapa Dar es Salaam wewe hauna ndugu hata mmoja? Sina ndugu hata mmoja. Au hapo hawataki kusaidia? Hamna hata mmoja huko. Ukoo wako haupo Dar es Salaam? Hamna. Ukoo wangu wote upo Kigoma, wengine wapo Burundi. Dar es Salaam hakuna hata mmoja aliyothubutu kuja kuishi? Hamna. Hata huyo mama aliyewahi tu yupo Dodoma ambaye alitoka huko Kigoma na kuja kuolewa Dodoma. Wako kwetu ndio ipo Dodoma, haipo kuda. Sasa hapa sasa hivi tumekuita kwa ajili ya kuja kukupa taarifa kwenye kile ambacho kimepatikana. Si ndio? Nawaza mara mbili kwamba tulivyokuwa tumetarget tukasema kwamba kwa sababu tumeshapata kianzio cha kwenda huyu mtoto kufanya operation, tukawa tunajua leo itakuwa ni siku ya furaha kuja kukabidhi alafu enda kumfanyia mtoto operation, lakini kama umeambiwa kwamba atafanywa CT scan kipimo leo hii alafu tuondoka paka utakaporudi anakuja kufanyia operation, tunajiuliza swali, maamuzi kamili ni yapi? Unarudi Kigoma baada ya mwezi ndo unarudi huku, ama labda unabakia hapa Dar es Salaam tu ili mradi mwezi ukishaisha ndo urudi? Maamuzi yako ya mwisho umeamua lini? Baada ya kukaa na kuwaza vyote, wewe ambacho umekiamua ni kipi? Ningepata sehemu ya kujihifadhi ningekaa ili huo muda utakapofikia ili niweze kurudi hospitali. Kwa sababu nimeambiwa nirudi tarehe 20 ya mwezi wa 6. Sawa. Hebu mwachie. Bwana huyu mtoto huyu ukiachana na kuumwa na nini ila anadeka kupita kiasi. Yaani hapa kajilaza chini kajitupa kabisa yani. Labda kutokana na haya yote nadhani wewe mwenyewe umeshaona kwamba tayari mtoto anakuwa afanye operation baada ya mwezi mmoja mbele, lakini pia wewe haujui nini cha kufanya. Labda sasa nikusikilize, maamuzi yako ya mwisho umeamua nini baada ya kuanza kwamba je, unabakia hapa Dar es Salaam ama unaenda Kigoma? Maamuzi yangu nilikuwa nimeamua kama atakaye nichukua nijistiri kwake nikae mpaka huo muda utakapofika kurudi hospitali. Kama hapapo nirudi tu nyumbani. Nitarudi baada ya huo mwezi. Lakini kama maamuzi yangu ningepata pa kujistiri ningekaa tu mpaka hiyo tarehe ya operation nikaenda. Sasa hapa bwana kuna hela hapa, si ndio? Watu katika kujichanga ipo hapa 500,000. Sawa? 1 2 3 4 5. Hii 500,000 bwana ni kwa ajili ya tulikuwa tumeanza kwa ajili ya operation ya mtoto wako, sawa? Hii hapa 500,000. Sasa kitu ambacho kinaniumiza kichwa ni kwamba tunaweza tukakupa hii hapo karudi nyumbani. Ukirudi itakuwa ishatumika, ishapungua na kila kitu, si ndio? Afu baada ya huduma ya huyu bado pia utahitajika kuwepo kwa ajili ya mwanao na mazingira yote. Mimi nataka Samia na wewe tuzungumzie hapa kwamba kwa sababu tulitangaza siku zile kama kuna mtu atajitokeza kukupatia hata sehemu ya kuishi lakini hajapatikana.
hata walionichangia ni wachache sana. Kwa hiyo hii hela unaona tufanye vipi? Tutafute sehemu, si ndio? Alafu jistirio na wanao, wakati huo tukiendelea kuongea na ndugu zetu endelee kutuchangia kwa ajili ya operation kwa pesa nyinginewe, au ni kukabidhi hii hapa 500,000 alafu wewe uruke zako home, ukirudi kitakachokuwa kimbakia utaendeleza nacho hospitalini. Hivi sahihi? Mimi tunaona labda sahihi nyingine mngebaki nayo mkanisaidia hii ya CT scan. Alafu takao baki mnisaidie mnitafutie tu sehemu nijihifadhi. CT scan nikwambia shilingi ngapi? Ni 1,500,000. Ndio ambayo inahitajika. Kwa maana yake sasa walivyokupangia kwamba jioni wanakufanyia nani anafanyia CT scan tayari ulikuwa ushalipia? Hamna, nilikuwa sijalipia kwa sababu aliandikiwa vipimo viwili, kimoja chenye nimekatani, nimesema uwezo sina. Sawa, jambo zuri. Kwa hiyo sasa hapa tunachofanya, sawa? Hapa hela, si ndio? Jamani, hii ni 500,000 ambayo nimemkabidhi. Tulikuwa tunaongea, tunajaribu kuwaza tujue tunalitatuaje hili swala kwa sababu nguvu ya wachangiaji kidogo ni ndogo, lakini mimi naamini mambo yatakuwa sawa. Kwa hiyo kinachofanyika hapa iko 500,000. Kasema tumpe hela ya CT scan kipimo cha huyu mtoto kwa ajili ya hiyo operation, ili ikiwezekana ni kwenye upande wa hormone, si ndio? Ili astokwe na damu mara kwa mara. Alafu na kwa upande wa choo, si ndio? Ndio 500,000. Nimeambiwa tunifanye hicho kipimo cha 1,500,000 alafu ndo aje kufanywa operation. Operation inayofanywa ni ya nini? Anatobolewa ubavuni sehemu ya kutolea choo, utumbo wanautoa nje. Mbona kama tulishia kumuonaga alikuwa anaye hicho kitu? Wamesema wanarudisha kwa sababu fistula yake ni kubwa ukeni. Kwa hiyo hawezi kupona. Wataishughulikia baada ya kufikisha miaka 9, lakini atakuwa anatolea njia ya choo hapa ambapo watakapomfanyia operation. Mwanzoni kwa pale ambapo alikuwa hapo mwanzoni ameshaziba. Wameshapaziba. Walikwambia madaktari fistula inatokana na nini? Waliniambia fistula ilitokana na kuanza kubulidi kwake, mirija ililegea. Ikawa haina uwezo wa kukimu hata kitu ambacho kimeshaharibika. Ikawa tu ndio inatoka hivyo hivyo bleed mpaka leo. Kwa maana yake na hakika hivyo vitu viwili vitasaidia kile kitu kitakuwa sawa. Basi sawa. Cha kufanya kitu kimoja, watazamaji, nataka tufanye kitu kimoja. Pesa hii hapa tumemkabidhi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunachokifanya sasa 1,500,000 hii hapa, si ndio? 1,500,000, si ndio? Tufanye 200,000, 50,000 itabakia kwa ajili ya matumizi, vyakula na huduma zote pale, si ndio? Kwa maana yake utalipia 1,500,000 alafu 50,000 itabakia kwa ajili ya matumizi ya kwako pale na watoto wako hospitalini, sawa? Alafu hii 300,000 sasa iliyobakia hii, si ndio? Hii unataka chumba sehemu gani? Mimi popote tu naishi. Kimradi tu nipate chumba cha kuishi na watoto. Basi hii hapa tutalipia kodi ya miezi 6, sawa? Ambapo tutatafuta chumba karibu na maeneo ya kuweza kwenda hospitalini, lakini baada ya hapo sasa kitakachofanyika ni kitu kimoja cha msingi, sawa? Tukishalipia hii 300,000 maana yake tutakuwa tuna godoro wala chochote, ila tutaongea na ndugu zetu hapa. Nadhani kuna mtu atatutumia hela kwa ajili ya godoro na kuna mwingine atatumia baadhi ya vitu vidogo ili unapikia watoto wako na maisha mengine yanaendelea pale pale, wakati huo tunaendelea kujichanga, si ndivyo? Sawa. Basi washukuru wale ambao wamechangia, ili mradi tu mambo mengine yaendelee kama kawaida, na kama michango endelee kutupatia, tuhakikishe kesho tu tumeshapata sehemu ya chumba, lakini pia kesho hiyo tu tumepata na baadhi ya vitu vya ndani kama ambavyo tulivyomfanyia Hawa. Ninapenda kuwashukuru wote walionisaidia katika mchango huu, katika malazi walionayo wanangu. Ninapenda kuwashukuru sana, naomba Mungu awabariki, Mungu awazidishie hiki mlichokitoa, awazidishie zaidi ya hiki. Ninapenda kuwaomba pia wanaosali, Waislamu, wa Kristo, pia mnisaidie maombi. Kama mama mwenye hao watoto, ninapata majaribu sana, ninateseka na watoto. Naomba mnitie moyo nisikate tamaa. Hii ni imani ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kunipima, lakini nina imani nitaivuka. Nawashukuru sana na niwapenda sana. Naomba mzidi kunisaidia ili niweze kuwatibu watoto wangu warudi katika hali yao ya kawaida. Ninashukuruni sana kwa msaada wenu mkubwa.
Mtazamaji, kama ambavyo umemsikia mama huyu hapa, sawa, hali yake na watoto wake haipo sawa. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika ni kuendelea kupambana kumchangia. Nashukuru pia wote ambao mmehusika kuweza kutusapoti, kwa watu wote kwa ujumla, mpaka tukafikia hatua tukapata 500,000 ya huyu mama, lakini pia tukapata 180,000 ya yule binti mwenye mtoto na baadhi ya vitu ambavyo tumevifanya. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo mnaanza kujitolea na mnavyozidi kutuamini Maximum TV, kwa sababu tunashikilia hili swala na mambo yanaenda vizuri kabisa, hakuna tatizo la aina yoyote. Tutaendelea kuaminisha kwenye vikubwa zaidi, tutaendelea kufanya mambo makubwa zaidi. Kwa baada sasa hivi hapa si tunatoka tunaenda kwa kina Zabibu kuona je, maendeleo ya kwao pale yanaendeleaje, lakini nawaomba sana 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 muweze kutuchangia kupitia namba ambazo ziko hapo chini. Nachowaomba mimi ni kwamba tuweze kupata hata 300,000 inginewe, kwa sababu hapa tayari tunayo hii hapa 300,000 ya kulipia chumba ili wakae, tupate hata japo 300,000 inginewe leo hii. Tukishapata tukalipie vyombo godoro pamoja na baadhi ya vitu, kwa sababu 300,000 maana tutalipia godoro hapo 1,500,000, alafu tutalipia vyakula pale, lakini pia tutaweka dinajiko, anakuwa anapikia watoto wake huko akiwa anaishi nao kwenye chumba ambacho tutakuwa tumelipia umeme, maji, kila kitu. Kwa ndani ya miezi 6, wakati anawapambania watoto wake, wakati tunatafuta hiyo milioni 7 kwa ajili ya yule mtoto wake kwenda kufanywa matibabu huko hapa Muhimbili, kutoka kuletewa figo, lakini pia kuhusiana na huyu binti kufanywa operation na huduma zake zote kuendelea. Basi baada ya hapo na hakika atarudi nyumbani, na kama kisharudi watoto wake wakiwa kusalama, kile chumba kitabakia kwetu na maisha mengine yataendelea kama kawaida, si ndio? Lakini jambo la msingi ambalo mimi nataka niseme ni kwamba naomba tufanye juu chini tuweze kuchangia kupitia namba ambazo ziko hapo, na mpango wote unashikiliwa na sisi Maximum TV. Kwa hiyo naombeni sana 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 tuweze kuwachangia kwa nguvu kubwa, ili mradi mambo yote yakae sawa. Mimi naitwa Zahir Hussein, behind the camera niko na Fabian Kisaka. Endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV, na kesho tutakuonyesha mrejesho wa mazingira yake ambayo ameyapata mapya. Asante.